Ushupavu ona nimepiga mwendo, kazi itakayo uadilifu nimeifanya kwa uaminifu, nikamaliza kwa ukamilifu. Ona nimepiga mwendo, nikushukuru vipi kwa wema wako mkubwa wa ajabu. Nitakuimbia, nitakupamba, nitakujazea ngoma ya kikwetu, nitawakusanya viumbe wote waje kwa chereko kukushangilia, nitakupigia ngoma, tarumbeta, makofi, vigelegele. Asante sana Baba, asante kwa kunitoa nilikokuwa, misukosuko na michubuko nimeimaliza leo hatimaye. Ukaninua tena haraka, ona nimepiga mwendo. Giza la ajabu likatokea, matumaini yakapotelea, ukajitokeza kunitetea, ona nimepiga mwendo. Nikushukuru vipi kwa wema wako mkubwa wa ajabu. Nitakuimbia, nitakupamba, nitakuchezea ngoma ya kikwetu, nitawakusanya viumbe wote waje kwa chereko kukushangilia, nitakupigia ngoma, tarumbeta, makofi, vigelegele. Asante sana Baba, asante kwa kunitoa nilikokuwa, misukosuko na michubuko nimeimaliza leo hatimaye. Ukatuma mbawa za malaika, ona nimepiga mwendo. Ndani yangu wakanigeuka, mlango kufungua hakutaka, ukanilinda kukapambazuka, ona nimepiga mwendo. Nikushukuru vipi kwa wema wako mkubwa wa ajabu. Nitakuimbia, nitakupamba, nitakuchezea ngoma ya kikwetu, nitawakusanya viumbe wote waje kwa chereko kukushangilia, nitakupigia ngoma, tarumbeta, makofi, vigelegele. Asante sana Baba, asante kwa kunitoa nilikokuwa, misukosuko na michubuko nimeimaliza leo hatimaye. Mapito yanayotishia, ona nimepiga mwendo. Hata hivyo umenipigania, mkononi umenishikilia, mpaka safari nimemaliza, ona nimepiga mwendo. Nikushukuru vipi kwa wema wako mkubwa wa ajabu. Nitakuimbia, nitakupamba, nitakuchezea ngoma ya kikwetu, nitawakusanya viumbe wote waje kwa chereko kukushangilia, nitakupigia ngoma, tarumbeta, makofi, vigelegele. Asante sana Baba, asante kwa kunitoa nilikokuwa, misukosuko
mipasuko na michupuko nimeimaliza leo hatimaye. Tumkaribishe mwenyekiti wa kamati ya chakula aweze kutoa utaratibu na namna tunavyotakiwa kufanya. Karibu mwenyekiti. Ndugu waombolezaji, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Naomba nitoe maelekezo namna ambavyo tutakwenda kupata chakula ambacho tunatarajia kitaanza saa 5:30. Utaratibu utakuwa kama ifuatavyo. Kila pale unapoona kuna buffet mbele yako, hiyo buffet ndio itakayotumika kukuhudumia wewe uliye karibu na hiyo buffet. Na watu tusingependa wakae sana kwenye foleni. Mtakuwa mnanyanyuliwa tenti moja baada ya tenti jingine. Kamati wamejipanga. Baada ya kusema hivyo, kamati ianze kuweka maji buffet moja dasini. Waje waungane na kamati iliyoko hapa kwenye tenti la katikati. Lakini utaratibu wetu ambao tuliutumia jana usiku, wajukuu tuwaombe waendelee kutusaidia kukusanya sahani, lakini na maelekezo mengine wawe tayari kadiri tutakavyokuwa tunaona kuna uhitaji. Baada ya kusema hayo, naomba kamati utaratibu uzingatiwe. Twende na muda wa chakula ni saa 5:30. Familia unakaa jukwaa hili. Kama viti vinapungua, viti tunavyo vingi sana, vitaongezwa. Jukwaa la magharibi na lile la nyuma ndio utaratibu. Hapa hivi kwenye viti hivi kwaya, tuliambiwa mapema sana kwamba kwaya imefika, lakini hatujawaona. Karibuni hapa, kuna mambo mengine pia tunawahitaji. Pia namuomba katekista aweze kufika hapa mbele sana. Pia Mtatiro Marwa kama yupo naye aweze kuwasiliana. Nitoe utaratibu pia kwa wenye salamu mbalimbali, mtu binafsi, kikundi. Karibu kwa MC uweze kusajiliwa na kupewa muda. Bila hivyo, kama hautasajiliwa, inawezekana ukatuharibia ratiba ya shughuli yetu. Kwa hiyo karibu sana. Mwandaaji pia wasifu wa marehemu pia tunamuomba tuwasiliane. Huyo mzee alishituka, akaita ubatizo, akatamani kubatizwa ili awe mwana wa Mungu, kama maandiko yanavyosema, heri walio maskini wa roho. Maana eliyo ya mwili anayo, lakini akaona kwamba yeye bado ni maskini wa roho, ni bure mbele za Mwenyezi Mungu. Sasa hapa ni wasimulie kwa ufupi, ni mfano wa kutusaidia na sisi wengine. Huyu mzee, kilichofanya nitoke kule Fort Ikoma Mbugani Serengeti kufika hapa ni kwa sababu hii. Nilipokuwa paroko wa Iramba nikihudumia na kigango hiki, tulikuwa tumewabatiza wazee kadhaa pamoja na wabibi wakungu, wameingia kanisani pamoja na mzee wake na Ibrahimu nani yule mzee Mashauri nzuri kabisa. Tulimbatiza kwa jina la akamhubiria mzee, akamsikiliza, akasema ono tatenko ngaine
Nkerene ni bintu sijui vilitongo sijui vya hamate, lakini alisema nkerene na bintu vya bana. Maana kijamii mzee alikuwa ni mshiriki wa mila za kawaida za kijamii. Kwa hiyo akasema tenkongaine ningali bado nina shughuli za kijamii, kwa lugha nyepesi. Awamu hiyo ikapita. Awamu nyingine katikista tena akaenda bila kukata tamaa, akamwambia wewe nenda. Katikista alikwambia mara ya pili, mwene ndituna nitawaiteni, nikitaka mwenyewe nitafanya nini? Nitawaita. Awamu hiyo ikapita. Mara ya akasema niko bado migangoni jioni hii. Akamwambia kwa nini? Akasema padri, nakuomba sana usilale, ukitoka huko ufike Baraka. Akamwambia kuna nini? Akasema anakuhitaji uje umbatize leo. Haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Amesema uje umbatize leo. Wakulu anasema hano yane neho kamerwa. Ng'ombe anapolia mtoto ndipo unamta. Sasa tunaenda kutangulia ya mshale nini iwe ni misemo inayotuambia. Ana mzee alikuwa kweli huko, ili mhubiri mambo machache. Mbona tabu kiwi ng'ombe unatamani nini? Taka simama ulipolipia unapotamani, na kama maneno yanaposema heri walio maskini wa roho. Amejiona ana vingine vyote vya ulimwengu huu, dunia hii na familia na ukubwa na mali, lakini bado anamisi mambo ya mpelekea katika uzima wa milele. Tukambatiza usiku ule kwa jina la Julius Maro. Nilimpa majina matatu machache: Petro, Yosefu na Julius. Akasema nataka nibatize kwa jina la kwangu. Kwa hiyo akawa somo wangu ule kambatiza. Na jambo la pili, akawa bibi harusi wa mzee Julius Msipule. Vigelegele kwake. Na akasimamiwa na mama nani hapa, mama ya Waisa. Anaitwa nani mama? Elena Mkami. Sendekeleje wa Msipule ule ndio. Elena Mkami. Ukawa sendekeleje wake wa ndoa ya Msipule ule ambayo hatuisha kusafiri kupeleka bibi harusi, maana bibi harusi ilikuwa hapa. Naomba ukae jirani na mwenga wa siku. Tumsifu Yesu Kristo. Na kweli huyu mama alikuwa msimamizi wa ndoa siku, lakini pia alikuwa mlezi wa kiroho wa wanafamilia hawa, kwa sababu walihitaji mwongozo kwa maisha ya kiroho. Lakini si tu kwamba mzee aliamua kwa makusudi kwamba nafunga ndoa na mke wangu mkubwa. Desturi za Kikurya ndipo hivyo zilivyo. Umukungu mokoro na umokoriwe Shinyangi. Kwa hiyo mzee Julius Marwa aliona hilo halipingani na mila ya Yesu Kristo ya kwamba huyo bibi mkubwa ndiye bibi wa sana baba Abi Julius Magere na katekista pamoja na wanafamilia, kwa jinsi mlivyoweza kushiriki katika wokovu wa huyu mzee wetu. Na huyu mzee wetu alipata neema ya msaada, akaacha yote kwa ajili ya Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Amen. Ndugu zangu, napowashukuru hawa kwa jinsi walivyotimiza wajibu wao, sasa niwaalike tusimame
uweze kumtolea Mwenyezi Mungu maombi yetu kwa ajili ya mzee wetu Julius Marwa Mang'era. Tumwombee huyu mzee wetu kwa Bwana wetu na uzima, kuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu mzee wetu Julius Marwa Mang'era aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. E Bwana, twakuomba. Twakuomba utusikie. Twakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mpokee mbinguni mzee wetu Julius Marwa aliyeshiriki chakula cha kiroho hapa duniani kwa mwili na damu ya Kristo. Ajaliwe huruma na rehema kwako mbinguni. Bwana, twakuomba. Kwa ajili ya wale wote wanaoomboleza kwa kufiwa na mzee wetu, Mwenyezi Mungu uwape faraja. Bwana, twakuomba. Kwa ajili ya wenye shida mbalimbali pamoja na wagonjwa, Mungu uliye mponyaji, Mungu uliye msaada wa kila mwenye kukimbilia, Bwana wasaidie. Bwana, twakuomba. Thank you.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Julius Marwa Mang'era, na kwa kuhakutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie kwa na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Mshukuru Bwana Mungu, pendo la kupana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, katika yeye tumaini la ufufuko yenye liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi yako, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu pamoja na viti vya enzi na milki na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, kaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Mtakatifu Bwana Mungu
Bwana ndiwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo hivyo, baada ya kula, akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tangaze fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, tunakutolea mkate uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetusahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Mikaeli na wakleli wako wote. Mkumbuke pia mtumishi wako Mzee Julius Marwa Mang'era uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuo wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Na kuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu bila yake bikira, mitume wenye heri, watakatifu somo zetu na watakatifu wote wakupendeza kabisa milele na milele. Sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utukoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusikoleshwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na uje Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wako ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani nawacheni, amani yangu nawapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili nije kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Bila damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Amina. Basi ni wakati wa komunio takatifu kwa wale wa Kristo wa Katoliki ambao hushiriki. Kwa wale wa Kristo wa Katoliki ambao hushiriki Ekaristi Takatifu. Moyo wangu usiwaze sana, wala usijitamishe sana. Moyo wangu tulia ndani ya Yesu. Moyo wangu usitikisike, wala usiyumbe yumbe. Moyo wangu tulia ndani ya Yesu. Wangu tulia ndani ya moyo wangu tulia, moyo wangu tulia ndani ya Yesu. Usihangaike sana. Na kuweza kumwaga baba yetu mpendwa Mzee Julius. Hiyo ni jambo jema la kushukuru. Nimepata salamu mbalimbali, waliweza kunitumia salamu za rambirambi, hata wale walioko mikoani lakini ni Wakristo. Kuna wale tuko nao parokia ya Irama wako mikoani, wameweza kunitumia salamu na hela za rambirambi. Mimi nashukuru sana. Nitumie nafasi hii kuendelea kushukuru watu wote walioweza kujitolea kutoa muda wao na pesa kufika hapa kwa ajili ya kutuliwaza sisi. Hivyo nadhani sisi wana familia tuna deni kubwa sana, hatuna cha kuwalipa ila ni kuwaombea. Wana familia, nadhani nyinyi ni mashahidi tulichoweza kutendewa makanisa, watu wametoka sehemu mbalimbali. Hivyo sasa tunabaki na deni sisi ili tuweza kuiga kwao. Nadhani ni kwamba sio kwamba sisi ni wazuri sana, isipokuwa sasa tumeona kama
mahali tulipokuwa na mapungufu basi tujirekebishe, tuungane na wengine kama kulikuwa na uzembe mbalimbali. Angalia halaiki yote iliweza kufika hapa, kuanzia wanakijiji wenzetu, wana vitongoji wote, kijiji kizima na vijiji vya majirani. Basi mimi niwaombeeni mpite salama wakati mnarudi, maana naamini pengine sitapata nafasi nyingine. Nishukuru viongozi, madiwani wote waliotoka sehemu mbalimbali, yeye mheshimiwa mpaka makamu mwenyekiti na mwenyekiti wa halmashauri. Tupelekee salamu zetu, tumezipokea kutoka kwa mbunge, zifike salamu zake, tumezipokea. Basi mwambie tumepokea salamu zake, tuko pamoja naye. Kwa hiyo machache, kwa sababu muda haupo, salamu ni nyingi, shukrani ni nyingi. Kwa yule niliyeweza kusahau, pengine wakati ninatoa shukrani zangu nilifanya kosa, nikasahau madaktari. Madaktari walifanya kazi kubwa sana, masista walifanya kazi kubwa sana pale hospitali, walitulea mpaka tukawa tunajisahau kama tuko nyumbani, walituwaza tukasahau kama hatuna mgonjwa. Lakini mwisho nipende kusema kwamba mzee amelala, lakini maono yake hayajalala. Naamini kwamba sasa sisi tujitafakari. Mimi naamini kwamba mzee sasa yuko mahala salama, sisi tujililie ili na sisi tuendelee kulia kama tunaweza tukafanya yale yampendezayo Mungu. Asanteni sana. Ni mdogo sana kwa umri kwa mzee Julius Maro Kisenga, lakini siku ile alikuwa baba kwa mzee Julius, maana ndio mambo ya kiroho yalivyo. Kwa tunashukuru sana mzee Julius na mzee Fortunatus. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Sasa naomba ungwe pale kwa ajili ya kumpa buriani mzee wetu. Mtamuona katekista wetu Daniel. Mjifunze kumjua Mungu ili fikapo mwezi wa 6 wabatize na mwezi wa 8 mpate sakramenti ya kipaimara. Mpo hapo? Sasa kazi kwenu. Mzee alishakuwa mjanja, akatoka mkombe na ninyi mjitahidi mfanyeje? Mtokemo. Leo tunamsindikiza huyu mzee wetu Julius Marwa Mang'era katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mwenyezi Mungu alimpa maisha duniani na sasa amemwita ili ampe maisha mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Kwa kuomba, e Bwana, mpokee huyu mtumishi wako moja kwa moja.
naomba mrudi nyuma tuongeze kasi. Tuomba speed. Mchanga unaenda. Ukishamaliza kuaga unanyoka moja kwa moja. Tunaomba tuende kwenye mstari. Ndugu yangu, nitazame leo kwa mara ya mwisho, nimelala usingizi wa maisha. Ndugu yangu, nitazame leo kwa mara ya mwisho, nimelala usingizi wa maisha. Nipanguse uso kwa kitambaa chako, hautaniona milele yote. Ndugu yangu, nitazame leo kwa mara ya mwisho, nimelala usingizi wa maisha. Ndugu yangu, nitazame leo kwa mara ya mwisho, nimelala usingizi wa maisha. Andaa jembe lako leo